Wako wapi wale wari ambao anakuja mtu kuposa, mwari analia kwa kuposwa tu? Sasa hivi tuna wari, kaja mtu hampendi, kaja ustadhi anamkosa mayo wake wa kumpeleka Entebbe, ndio namsikia sasa wewe jitie, huyu itakuwa bomba kweli, nichukue huyu. Chukua utizame, chukua utizame, utaona huyu ananifaa, huyu kakubali bwana. Kumbe analia sipo pahala alipopataka. Atakuwa hawezi kuvaa ile mishono ya nguva, akapeperushwa na vijana kwenye Vespa, wengine huona raha vile vijari vile vikarushwa huku. Halafu eti wazee wanakwenda wizara ya matangazo maredioni mbalimbali, wanapeleka habari, mtoto wetu mwari kapotea, kaondoka, kavaa kanzu ya kijani ina marembo marembo, leo ya 3 hatujamuona, ana akili timamu, nywele zake kidogo kama za Kiarabu hivi, pua yake kama upanga. Kila anosikia kwa huyo haachwi, kwa huyo huyo watu huyo watamchukua tu, huyo hajapotea bwana, huyo amehifadhiwa. Wazee wanamaliza kutoa pointi zote, redio toka inatangaza dakika ya kwanza mpaka dakika 15 sifa za mtoto huyo tu, ili wampate haraka. Mtoto wenyewe mrefu kidogo, ana macho ya mviringo, sauti yake nyembamba kidogo, akisema kama anasema King'ong'o, ana mwanya hapa, mwanya wenyewe wa kasonara huo kabatiliwa hiki. Akenda anajirusharusha hiyo, mtangazaji inabidi anataka pochi, anasema ilivyo, akenda anajirusharusha hiyo, inatafutwa saini. Lakini hiyo ndo hali. Sasa matokeo yake wiki 1-2 hajajulikana mtoto yuko wapi. Kumbe mtoto anakula chipsi tu, chipsi kuku tu. Vijana wakorofi kwa chipsi kuku, peleka chipsi kuku, anapeleka chipsi kuku, mwenzio anamwambia nina kifaa sikitoi hicho, ukikitoa saa hizi baridi hii. Yani kijana anatengeza baridi hata kama wakati wa joto, sema hakitoki hicho baridi. Kwa yule baba niko tayari nipelekwe jela. Kwa yule mimi nimeingia mzima lolote liwalo. Anakitafutia na simu kubwa hivi, kwenda kwenye mtumba pale, hebu nipe simu kidogo, angalau lile ikamliwaze WhatsApp, angalau akaliwaze, atizame achat, apate asitoke. Kijana akitoka anakomea, ufungua anaweka pembeni, halafu anapanda pikipiki yake ile, toto yuko ndani. Ingelikuwa mke asingekubali kukaa, lakini kwa ufisadi tu kakubali kukaa. Toto anapigwa chipsi kuku tu, pigwa chipsi kuku tu, analetewa na soda hizo, pigwa chipsi kuku soda. Usiku anatolewa, anawekwa kwenye pikipiki, zinatafutwa hoteli za aina yoyote. Kijana yuko tayari aingie madeni. Zile pesa za magari alizosema ghali ndio atakazozitumia hapo. Kijana huyo itakwenda tafutwa nikabu ikanunuliwe mjini. Ile kanzu ya kijani alotoroka nayo anapigwa nayo nikabu hapa. Unamwona mtoto kwenye pikipiki, kavaa nikabu za uhuni zile, asipate kujulikana yeye nani.
Kwa hiyo leo balaa imekuwa magari yana tinted kwa kufanya ufisadi, na wanawake wametafuta tinted sasa. Unamkuta mwanamke akajipiga tinted, lakini Mwenyezi Mungu alichokiweka akakiweka, hata mtu afanye nini. Akiambiwa subiri kidogo hapo, ngoja nikakuchukulie chipsi, basi wallahi imani iko pale pale. Asikudanganye mtu, pamoja na ufisadi wote imani itamsuta mtu. Kakaa pale anamsubiri bwana, maana ndo kaona ndo kishapata bwana, anamsubiri bwana pale, anasikia adhana mtoto, Allahu akbar, basi wallahi na nikabu yake inamsuta ile, tamana kainama adhana. Huyo Mungu tu, hakuna mwingine. Haya yote yanamjia majuto, lakini bado nafsi inamwambia bado mtoto wewe, kijana wewe. Hizo adhana zipo kila siku, na ukitaka kutubia utakuja kutubia, ukakose kula maraha. Sasa hivi huu ni wakati wako wa maraha. Kwa hiyo mtoto anapelekwa sehemu zote unazozijua. Jamaa na madeni, lakini angeambiwa bwana, kopa kwa sababu ya kutafuta magari ili upate mwanamke mzuri, mwanamke aliyelelewa. Magari ghali bwana. Lakini akitizamwa kwa udoho wa pesa za zinaa, kashatumia milioni 10, 15 kwa udoho wa pesa za zinaa. Nrushie vocha sanga sasa hivi, sio litaka sasa hivi, sina kitu, nimedry, lakini ngoje, kama huna naambie tu, kama huna maana, kama huna naambie ili nimwambie mwingine, ndo maana yake. Awe kama huna naambie tu. Mimi na wewe bwana, hapa kisu kimekuta mfupa, na moto utakapomkuta mtu, je, kisu kimekuta mfupa, hapa ndo pahala pake. Hizo pesa zinatengenezwa hapa. Mama yake sukari ya kutia kwenye chai hana, kijana kamkimbia mama yake, lakini anahonga kuliko upepo. Haya hayapo. Tuwatizame wazinifu, akatupeleke kwa wazee wao, huduma anazozitoa kwenye zinaa na huduma anazowapa wazee wao. Hiyo tufanyeni upekuzi kama uongo, ujue kwamba lile jambo baya Mwenyezi Mungu alikataza. Tuwatizame wazinifu, huduma wanazotoa kwenye mambo ya zinaa na huduma wanazotoa kwenye familia zao, kwa wake zao. Mtu anatafuta vidagaa vishachacha tena vibovu ndo anampelekea mkewe kule, anataka akasifiwe kule. Unajua mimi huku leo kuku sina. Na wazinifu wasawa huni, maana uchagua yale mambo ya starehe yale. Kama mwanamke japo kama maskini, lakini akipata bwana wa zinaa, anamwambia unajua mimi kama kuku mimi sina. Mbona akiwa mjane peke yake kuku hali? Subutu akae kitako tu hivi, alafu aseme nende ngoja nikatafute kuku. Atampata wapi kama hajauza kuku mwingine? Kuku kwa kuku, atampata wapi? Kwa hiyo Allah yuko tayari kutusamehe haya yote tunayoyasema, yuko tayari. Lakini je, sisi wenyewe tuko tayari kurejea kwa Mwenyezi Mungu? Kuna vijana wameshakata milango ya watoto wari mitaani, anajisifu anasema ni shakata 3 kisu kimoja, nimekata utunda, anaita utunda. Kijana anasema nimeshaukata utunda, cheza na mimi wewe. Nishakata uzi wa gitaa. Anauita kama uzi tu wa gitaa. Na siku hiyo kulikuwa kuna kazi babu wewe, yani nilikuwa nishaogopa. Hujaogopa wewe bado?
Umeogopa maana unaona pale nishachanganyikiwa, naona kama mtoto watu ushaua. Halafu ilikuwa pale mara naambia mara naisi homa, sio mara naisi hivi. Sasa kuna fisadi mwenzio ambaye yeye ndo anaitwa kiboko, kashaifanya kazi hiyo zamani. Yeye kama 20 kashakata, ujui babu, mtelekee maji ya moto huyo. Yani watu wanasaidiana kwenye mambo mabaya. Telekee maji ya moto, alafu mwambie apeleke hivi kidogo kidogo. Leo vijana wangapi leo? Na tunawapa indhari na onyo vijana waloharibu watoto wa watu wakajisifu. Na halafu mwanamke hata ukimharibu mlango wake, halafu hata ukija ukaoa, hakuna ladha. Asikudanganye mtu, hakuna ladha. Na ndio maana unakuta ndani ya ndoa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kwanza ameoa mjane. Leo nang'ang'ania lazima wapate mwari wewe. Wajane wamejaa tele. Au lokuwa huko nje mtu hajamaliza, kaona ndani ya ndoa apate, huko kashamaliza, kashafanya ya kuyafanya, hawajamaliza wale. Akioa pia anataka mwari. Wari wangapi kashawaharibu, na akioa pia anataka mwari. Yani wari kashawaharibu wengi mtaani. Na wakati wa kuoa anasema sitaki mtu mjane, imkute ile kazi yake ya kubomoa milango. Nataka lazima apate mwari. Na tena ole wake amkute sasa, yesi ndo hodari wa kuvunja milango, amkute mlango wazi. Na kibwawa anamtangazia kibwawa hichi. Nimepatikana mimi safari kwa wenzio ulivyowafanyia, ukuona kama yale mashaka Sasa na wewe umepata bingwa kakutangulia na wewe, alafu sasa ndo unapewa kile ulichofanya. Kama tadinu tudani, kama ulivyokopesha na wewe unalipwa hivyo. Umebomoa milango ya watu vijana sana, leo unataka mwari na wewe. Mungu anakuaibisha, unakuta na wewe mlango ushafunguliwa. Hasira zako zitakuwaje? Ndio unapompakazia ukatoa aibu. Idha kana udhukur uyuba bighairika, ikawa kama wewe unataka udhukur uyuba bighairika, unataka kutaja aibu zilokuwa si za kwako. Fadhkur uyuba fi nafsika, kwanza kumbuka aibu ilokuwa kwenye nafsi yako. Kwa hiyo utakuta ni ile kijana aibu ilokuwa kwenye nafsi yako Mwenyezi Mungu akuletea, sasa unataka kutangaza aibu ya mwenzio. Kwa hiyo kama wewe umehifadhiwa, kwa vile ndo hujulikani kama una mlango au una madirisha, watu wamekuminyia kimya, umekuta mlango ushafunguka, kijana na wewe nyamaza kimya. Usianze kutangaza kibwawa sijui kinini, kidimbwi sijui kinini. Nyamaza kimya kijana. Halafu mupitie katika milango ya toba, mufundishane toba, mukae katika toba, yeye atubie na wewe utubie, kwa sababu wote mtakuwa mmeingia katika milango ya maasi. Na pengine kulikuwa kuna milango ya kabila, si kuna kumbesa, kuna milango ya geti, si ndio? Kuna mengine ya remote, unabonyeza tu unajifunga. Milango iko mingi, na hao wanawake vile vile wana milango ya aina nyingi. Sio umekuta wewe unasema kwa sababu sikuona ishara yote, sikuona hii. Kila mmoja na ishara yake. Huenda akawa mzima huyo, ukamsingizia aibu ambayo ilikuwa sio ya kwake.
Tena wanaume wengine baadhi yao hodari sana, hapa maana hata iko hapa wasiku, chukua masafu hiyo wape. Na wewe wape, hujaikata milango ya watu, hujatoa viloki. Unamkuta mtu ana loki 8 unazivunja zote. Hujulikani kama ulitia buti au uliweka na kichwa kabisa. Unavunja loki 8, hubakishi hata ya kubabaisha. Haya mambo ni maasiya. Vijana wasijisifu katika kufanya madhambi halafu wakawa wanacheka. Man adhnaba wa huwa yadhaku, yoyote mwenye kufanya dhambi hali ya kuwa anacheka, dakhala an-nara wa huwa yabki, ataingia motoni hali ya kuwa analia. Kwa hiyo jambo hili liondokane kabisa. Tabia hii mbaya, ufisadi huu wa kuwaharibu watoto wa watu, mkawalaghai, nitakuoa, mtu anje nitakuoa. Tena tunawaambia baadhi ya wanawake, msikubali wanaume kama hawa waongo, hawana uoaji.